Bwana, tupo na Othman Habibu Bigi. Mnyama katoa suluhu bila kufungana dhidi ya Azam FC. Azam akiwa nyumbani. Wakati huo ukiwa nyumbani Azam kakupasua goli mbili. Kati ya Azam akiwa nyumbani suluhu hamjafungana alama moja. Sasa hivi mechi yako ya kiporo inayofuata dhidi ya TRA ukishinda gap limeongezeka tena. Ilikuwa moja, sasa inabaki 3 mbele ya Yanga Afrika. Kwanza mechi umeionaje? Maana tukufanikiwa kuongea jana kabla ya mambo mengine. Mechi kwa ujumla ilikuwa ni mechi tafu, ni mechi nzuri. Lakini pia sisi tulicheza mchezo mzuri na kama umeona tumetengeza nafasi nyingi za kutafuta ushindi. Si unajua? Zipo nafasi ambazo tumekosa, haikuwa bahati yetu kwa sababu katika mchezo huo vitu vinatokea. Lakini ziko nafasi ambazo tumetengeneza kwa maamuzi ya referee ambazo zilikuwa ni penalty clear kabisa, lakini ya kufanya kuwa ni penalty. Kwa hiyo zote ni sababu ambazo zimepelekea jana mnyama kutopata ushindi. Lakini kwa ujumla tumecheza mchezo mzuri na ndio maana unaona kabisa tumetengeneza nafasi nyingi, kama mpaka umeona man of the match kuwa goalkeeper wa Azam, na maana ni kwa jinsi gani ameweza kuokoa hatari ambazo Simba alizitengeneza. Ina maana pasipo Simba kutengeneza hatari, ina maana Manula asingekuwa man of the match. Kwa hatari zetu zimepelekea yeye kunusuru magoli mengi, kufungwa timu yake, wamemtoa kwamba yeye ndo mchezaji bora wa mchezo. Lakini juu ya hao yote tumeona, mimi nipende kusema tu kila siku kwamba hao bodi ya ligi na kamati za masaa hizo zinazotoa adhabu kwa baadhi ya marefari na waamuzi ambao wanashindwa kutafsiri vizuri sheria za mchezo, wasiwahukumu tu marefari ambao labda hawana majina. Mimi niseme kwa mfano hata Lajiga ndo wanasema ndo refari wetu ambao mwenye beji kubwa hapa Tanzania, lakini mimi kwa upande wangu nina ushahidi ni refari ambaye hususan katika mechi za Simba ndio refa anayeongoza kwa kubolonga na kutoa na kutafsiri vibaya sheria za mchezo, hususan kwa upande wetu sisi. Kwa sababu unaona kama jana hata nikikuonyesha, kwa sababu yani sisi wenyewe tunafaa ukishakuwa wewe si mtangazaji mwanahabari, ina maana wewe ni mtu wa michezo. Wewe unaweza kwa unajua mpira hata kwa kuangalia, kwa kutoka na matukio kasi kunayaona. Kwa mfano kama jana unaona tukio labda ambalo alisababisha beki wetu sisi yule pale Ismail Traore katika box, unaona kabisa mchezaji wa Azam Nasor Saaduni anashika mpira kwenye box na anashika, na maana katika box ni clear penalty. Hata kama referee utasema ilikuwa labda ni ball hand gani, kwa mfano sasa utasema mpira ulifuata mkono. Je, katika box mchezaji anavyotakiwa kuwa katika box anatakiwa katika mazingira gani? Ficha mikono yako. Endapo umetokea umeficha mikono zeni mpira kwa kufuata, hiyo inakuwa ni ball hand. Lakini unaruka hivi kama njiwa zeni mpira na kugonga afu referee unashinda kufunika, ina maana wewe moja kwa moja umekuja kuhujumu Simba. Tumeona Lebase kabisa amedondoshwa kwenye benchi, kwenye box pale anadondoshwa. Zeni hamna maamuzi yote ambayo walikuja kufanyaje? Kuamliwa. Kwa hiyo sisi moja kwa moja tunaona ni sababu pia ambayo referee wa jana kapelekea mnyama kutopata nini? Matokeo. Lakini pia sisi tuseme tu kwamba sisi ukifuatilia mpaka hiyo gap unayozungumza leo ya pointi 3 kama tukimfunga TRA, unaona kabisa ni sababu ambazo zinafanywa na baadhi ya waamuzi kupelekea Simba kukosa ushindi. Kama umeona mechi ya Zanzibar tulifunga goli zeni muamuzi wa pembeni na refari wake wakakataa, muamuzi akafungiwa, lakini leo mnyama amenyimwa ushindi. Jana tunakosa penalty kama atakuja kutoa maamuzi yao, lakini leo kabisa mnyama amekosa ushindi. Ndio maana sisi tunafanya kazi kubwa. Ndio maana nakwambia tumecheza na Yanga, nyota wa mchezo ni golikipa wao. Unajua kwa namna gani kwamba forward ya Simba ile forward line kwa namna gani inatengeneza nini nafasi nyingi za kutafuta magoli. Tumecheza jana na Azam, nyota wa mchezo akatokea golikipa wao. Ndio uone kwa namna gani kwamba Simba inapambana. Lakini yote kwa yote unaambiwa Simba anatoa sare hivi, lakini ukiangalia kimchezo kuna namna ambavyo unaona kabisa baadhi ya waamuzi wanakuja kuichezesha Simba. Lakini sisi tuwaambie tu, sisi tuna kikosi bora. Tuna kikosi bora na ndio maana tunaonyesha mchezo mzuri. Japokuwa unaona jana Simba imekosa ushindi, lakini ukiangalia tumecheza mchezo mzuri. Kwa mimi na imani kabisa kwamba waendelee watakavyoendelea. Sisi ndio kwanza tumeanza raundi ya pili ya mzunguko kama sikosei, si ndio? Kwa mimi na imani kabisa kuna vitu vingi tutavifanya, afu tunaelewa kwamba waamuzi wanakuja labda kutufunika, ila sisi tutakuwa tunapambana, sasa tutakuwa tunapiga hata nje ya box. Wanasemaje? Shida ya marefa kulalamika sio nyie tu. Kila timu inalalamikia marefa pale ambapo matokeo hayawi kwa upande wao. Sisi tuna pointi. Kwa mfano ukiangalia wale Yanga walimlalamikia refa kwenye mechi dhidi ya Mtibwa. Wewe ukiulizwa wana pointi gani utasemaje? Yaani kilichowapelekea wao wamlalamikie refa. Yanga na Mtibwa, Mtibwa anachomoa goli. Wewe kama mwandishi
Utasema Yanga analalamika kwa pointi ipi? Alionewa sehemu gani? Mimi nakwambia Saduni kashika. Lebase kanyimwa penalti katika boksi. Yanga wao wanasema wameonewa sehemu gani? Sio kila kitu cha kumlalamikia refarii. Sisi tunaongea kwa ushahidi kwamba tunanyimwa nafasi zetu kabisa, tunafanyiwa faulo, hazitolewi maamuzi. Dhahiri kabisa zinaonekana. Mimi ukiniambia katika mechi ya Yanga na Mtibwa kama Yanga wanamlalamikia refa, sawa, wao wanaweza kusema. Mimi nakwambia Simba jana kaonewa kwa ushahidi. Kwa hiyo nyinyi mna point. Sisi tuna point, na maana point zetu kama tulilalamika Zanzibar, mwalimu kafunga goli, zeni waamuzi wamelikataa. Umeona wenyewe kamati imekaa na muamuzi alokataa goli letu ameshushwa kabisa, sio kafungiwa miezi mingapi. Kwa hiyo sisi tuna point, tunakuelekeza kabisa kwamba tumenyimwa ushindi, tumenyimwa penalti. Ndio maana nakuelekeza kwamba matukio haya kwa Simba yanajirudia. Jana tumepoteza mchezo kwa shinikizo la muamuzi. Simba tumepambana sawa, nafasi tumekosa sawa, lakini muamuzi alikuwa ni mchezaji wa 13, wa 12 wa Azam. Kuna shabiki nimemsikia wa Simba anasema huu ndio ugonjwa wa Simba, ndio ugonjwa wetu wa kutotumia nafasi. Kutotumia nafasi. Yaani kama mtu wa mpira, unaangalia mpira hata Ulaya unaangalia mpira hapa. Yaani kama ingekuwa kila nafasi ni goli, basi ingekuwa mpira kama netball, yani 98 kwa 97. Kama ingekuwa nafasi ni goli, au kila mpira unaopigwa golini uwe ni goli, ungesikia na inaisha 98 kama vile wanavyomaliza Dar City, si unajua? Lakini mpira hadi unaisha 2-1 bila, ni mchezo ambao ni mgumu. Kuna baadhi ya nafasi zinakosekana, ni inatokea katika mchezo. Lakini inapotokea umechezewa foul, ndio maana kuna sheria ujue. Mchezaji akishika mpira kwenye boksi lake ni penalti. Ukidondosha ni penalti. Kwa hiyo sisi tunacholalamika kwamba nafasi zetu ambazo tumetengeneza hususan kama ya penalti, muamuzi ameshindwa kufanyaje? Kuamuru vizuri. Kwa hiyo sisi tunalalamika. Mimi ukiniambia kwamba sisi ndio ugonjwa wetu upi? Yaani tunakufunga goli Zanzibar Selemani Mwalimu, ule ndio ugonjwa wetu, sikukataliwa. Mimi sikubaliana na hilo. Kwenye ile laki ngapi? Ilikuwa laki 1 sio laki 3. Mbona kama inaanza kupotea ile ya Simba kuwa ile kuahidi kuwa bingwa? Ile laki 3 inaanza kupotea. Haiwezi kupotea kwa sababu gani nikwambia hivyo? Gepo linakuwa kubwa. Gepo si la pointi 3. Basi mimi nikwambie ngoja si Yanga asifungwe, si tusifungwe, tukutane. Hiyo pointi 3 naamini si hatuipata. Goli nyingi. Sitafunga goli nyingi kwa timu zingine, kama hatujamkuta yeye naye atapiga goli nyingi vile vile. Kwa mimi na imani hata kwa tofauti ya magoli mpaka ninapokutana na Yanga sitakuwa na magoli mengi kutokana na safu yangu ambayo mimi ya ushambuliaji niko nao. Mimi na imani kwenye hilo. Mechi inakuja ya Kiporo dhidi ya TRA. Inachezwa Arusha. Ambako pia mtani wako pale shughuli ilikuwa ngumu, alishindwa kuokota alama 3 akakota 1. Kwanza unaitazama itakuwa ni mechi aina gani na una nini cha kuzungumza? Na mechi tough kidogo pale Arusha, lakini pia mtakuwa na mechi nyingine pale dhidi ya Fountain Gate pale Arusha. Mimi na imani mechi ya TRA itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu unakuta nadhani juzi mechi ya TRA na Singida kampasua goli 2. Kwa hiyo ina maana kuza benchi lake lote la ufundi. Kwa hiyo unaona kabisa muendelezo wa TRA, ana muendelezo mzuri katika ligi yetu. Lakini mimi niseme tu ni timu ambayo tumetoka kuipiga goli 3 juzi. Haijalishi kata kuifunga Singida, kata kudraw na Yanga, sisi tunaangalia sisi kwamba uwezo wetu uko vipi na TRA uko vipi. Kwa hiyo tuna imani kwamba mechi dhidi ya TRA ya Arusha itakuwa ni mechi ngumu. Lakini mimi naamini bado Arusha si ni nyumbani, tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Ilitokea mechi ya nadhani hii tunacheza naye hii TRA, hii ni mechi ya raundi ya kwanza ya Kipolo. Ni mechi ambayo ilikuwa na mazonge mengi sana, imesogea sana. Lakini na imani kwa uwezo wa Mungu kama hali yao itakaa sawa, itakuwa game nzuri ambayo Simba tunaenda kushinda. Yes. Sasa ndio mtani wako basi. Nani? Yanga Afrika. Afisi tumempiga ngapi hiyo TRA? 3 lakini nyumbani. Pata ngapi? Kwa kule ugenini sasa. Hapo Arusha. Kwani si game yetu ya Dodoma Jiji tumechagua kucheza wapi? Dodoma hii ya FA? Za ndani zinasema mtacheza pale. Sahihi Arusha. Kwa hiyo naamini Arusha ni nyumbani. Kwa hiyo mechi ya TRA itakuwa ni mchezo ambao ugumu wake hawezi kutunyima ushindi. Sawa. Una nini cha kuzungumza sasa hivi? Hizi alama kwa sababu kuna wengine nawasikia wanasema hizi alama ambazo tunazidondosha kuna sehemu najua zitaenda kuficha. Nyinyi mmeangusha na Pamba Jiji pale ndio hapo sasa hivi mtani wako anaenda. Hiyo mechi unaona kidogo nayo ikikusogeza kwenye ile gap mlole yake. Mimi kwanza napenda kusema kitu kimoja. Kuna baadhi ya timu katika ligi yetu hapa, baadhi ya sio viongozi wao wanakuwa wajitambui, lakini kuna baadhi ya timu unaona kabisa kwamba zinakuwa na ile hali ya kuhitaji kujua kabisa kwamba tunahitaji kubakia katika ligi. Kwa mfano nikwambie, unaona kama Singida ukilinganisha aina ya wachezaji ambao yuko nao,
na mwenendo wake katika ligi ni vitu tofauti. Unakuta Singida katika game ambayo katika msimu anacheza labda game za kuvutia ni game mbili labda za Simba. Simba au na Singida. Unakuta Singida na Azam itakuwa mchezo mzuri, Singida na Simba utaona ubora wa Singida. Lakini ukikuta labda Singida na Yanga haukuti ule ubora wa wachezaji wao. Kwa hiyo unakuta ni timu ambayo kama vile inakosa malengo katika mpira. Unaikuta labda umeona mfano labda mzuri wa Mtibwa Sugar. Mimi nipende kumpa pongezi kwa msimu huu kwamba ni timu ambayo ilipata sare dhidi ya Simba, imepata sare dhidi ya Yanga na imepata sare na Azam kama sikosei. Kwa hiyo unakuta kabisa ni timu ambayo imetoka katika ligi daraja ya kwanza, inaelewa adhabu ya kushuka daraja. Kwa hiyo hata hapa alipolewa anajua thamani yake ni ipi. Ndio maana anapambana kila mechi kuhakikisha kwamba anapata matokeo mazuri atakayombakiza katika nini? Katika ligi. Kwa hiyo mimi nikiangalia kwa mfano mechi ya Pamba Jiji, ukiangalia aina ya uongozi wao kuanzia ngazi ya serikali mpaka ya klabu, morali ambao waliuelekeza kuelekea mechi ya Simba. Yaani ile motisha kwa timu kwamba kuhakikisha kwamba lazima Simba anadondosha. Yaani uliona kwa ni mikakati ambayo imewekwa kwamba Pamba anapewa support kubwa ili ile game aweze kufanyaje? Kupambana, iwezekane ashinde, iwezekane au aiza apate sare. Na kweli sare akaipata. Kwa mimi nasema kwamba kama ule uongozi wa Pamba ule morali wao sasa watauhamishia kwenye game dhidi ya Yanga, itakuwa ni game ya kuvutia hata kama itatokea labda Yanga atashinda, lakini utaona kwamba game ya ushindani. Kama watakuja labda na wao na mifumo ile ya Singida ya kumkamia mnyama mwingine akija unampisha apite, mimi niwaambie tu ligi daraja ya kwanza inapokea timu yoyote inayoenda. Kwa hiyo sisi tuelekeze kwamba kama mmeumbwa kuja kuikazia Simba, elewa kuna ligi daraja ya kwanza. Kwa hiyo kama watakuja katika mfumo kama waliocheza na sisi wakapata sare, mimi na imani wanaweza wakashinda dhidi ya Yanga. Sio tu kupata sare, wanashinda. Asante. Hamna naomba.